kama vile jana, nina nguvu leo, nina nguvu leo na milele. Oh, kama vile jana, nina nguvu leo na milele. Oh, Jesus is my everything. Jesus Is my everything. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mko na amani? Amen. Mko na amani? Amen. Upendo wa Kristo ndani yenu. Upendo wa Kristo ndani yenu. Amen. Mungu ni mwema sana, aliyekutanisha leo nyumbani mwake. Sina uhakika kama maiki yangu iko sawa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Operator, iko sawa? Haya, tukubali kukubaliana. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Nazareti, asante kwa muda huu. Roho Mtakatifu, unapochukua tena hatamu zako Mungu wetu na Bwana kusema nasi katika neno la msingi, hakika una jambo kubwa sana la kusema nasi. Unataka kutuandaa Baba katika unabii, unataka kutuandaa kwa ajili ya mtumishi wako atakapopanda madhabahuni. Mioyo yetu iwe tayari. Kuna jambo moja tutakalo kuwa tumelipata Bwana, ambapo mtumishi wetu atakapopanda madhabahuni, nabii wako Bwana, basi hakika utasema nasi sisi tutakuwa tumeshajiandaa kwa ajili ya kukusikiliza. Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Roho Mtakatifu, sema nasi katika jina la Yesu, amen. Makofi kwa Bwana. Tukae. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana asifiwe saa tena. Hongera sana kwa wewe na mimi ambaye tumeweza kufika tena ibadani, lakini pia hongera sana praise. Mungu awabariki sana kwa mahali mlipotupitisha, mmefanya jambo jema. Amen. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya wiki iliyopita, wiki ya uinjilisti. Hakika tuliona Mungu akitenda sana katika wiki ile, kwa sababu pia watu kuuliza, mawasiliano kuwa mengi. Tumeona Bwana alivyotenda. Hongera sana kwa kila mmoja aliyejitoa kwa wiki ile. Kazi yenu haikuwa bure, Bwana atawalipa. Amen. Basi pia nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya wiki iliyopita ile ingine. Tulikuwa na wiki nzuri sana, wiki ya kuvuka geti la mwisho, last gate, ambayo ilikuwa ni wiki nzuri sana. Tulimuona Mungu kwa kiasi kikubwa sana sana sana. Mungu alitenda mambo makubwa, na imani kuna ambao hata leo wanashuhuda kutokana na kipindi kile. Bwana asifiwe sana. Basi Mungu awabariki sana wale ambao tuliweza kuhudhuria katika ile wiki ya last gate. Maandalizi ya msimu ujao. Last gate unavuka, alafu unaingia msimu ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu leo tutakuwa na neno kuu. Kabla ya kusoma kichwa cha habari, neno kuu linatoka Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 10 mstari wa 31. Kwa hali ya mvua tunasikilizana. Kule nyuma mnanisikia? Mnanisikia? Amen. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 31. Amina. Nasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Amen. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Mungu. Amen. Tumesema wiki ile iliyopita tulikuwa katika somo zuri sana la last gate, lakini leo tunaangalia somo lingine, nasema
Mungu hubariki ni kichwa cha habari, lakini pia ndilo somo letu. Mungu hubariki lengo la aina gani? Bwana asifiwe sana. Andika kwa wale wanaoandika, Mungu hubariki lengo la aina gani? Unaweka ile alama ya swali kule, kwa sababu ni kitu ambacho tutaendelea kujiuliza kwa muda mrefu katika kuingia katika msimu mpya baada ya kumaliza last gate. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika last gate tuliomba, amen. Katika semina ile tuliomba, tulipigana vita, lakini mwisho pia tulifanywaje? Mwisho pia tulikunywa maji, si ndio eh? Bwana asifiwe. Mwisho tulikunywa kumbuka jamani. Kila mtu anamwangalia mwenzake. Jumapili iliyopita jamani, ilikuwa ni yani kama hapa kweli nabii ana kazi. Jumapili iliyopita ilikuwa ya nini? Nimesema hivi, tuliomba, tulipigana vita, alafu mwisho Bwana siwe sana, tulipakwa mafuta. Amen. Tulipigana vita, tuliomba, lakini mwisho tulifanyaje? Tulipakwa mafuta. Kwa hiyo baada tulipakwa mafuta, ina maana tulipokea nguvu mpya. Tulipokea nguvu mpya ya kutuingiza katika nini? Katika msimu ujao. Sasa kama tumesahau somo, ina maana ile nguvu mpya haipo ndani yetu. Wangapi, nyosha mkono, wangapi ambao yale mafuta yameshafutika? Tupungiane. Haya. Kama mafuta yamefutika sema amen. Amen. Basi mimi namshukuru Mungu sana kwa maana mafuta yale yapo, lakini shetani ana tabia ya kutusaulisha kidogo. Anatusaulisha kusudi tusiweze kushikilia. Ina maana wiki hii hakuna aliyeendelea kuomba kwa ajili ya yale mafuta, ndio maana tumesahau, si ndio Hakuna aliyeendelea kuomba kwa ajili ya kuvuka geti la mwisho kuingia msimu mpya, ndio maana tumesahau. Lakini upako ule tulioupata, tunasema kwamba tulipata upako. Upako ni sawa na mafuta mazuri, sawa. Lakini upako huo bila mpango ni sawa na mafuta yaliyomwagika, si ndio? Upako tuliopata bila mpango ni sawa na nini? Mafuta yaliyomwagika. Sasa nahisi labda yale mafuta yalimwagika kwa sababu kama hatukumbuki wiki iliyopita tulipakwa mafuta, sina uhakika. Amen. Mungu anatupa nguvu. Mungu anatupa nguvu ya kuweza kukaa kwake kwa kutupaka mafuta. Lakini Mungu hatupi nguvu ili ile nguvu anayokupa usiitumie. Napoongea naomba tuende tukikumbuka kichwa cha habari. Amen. Ile nguvu aliyotupa tusifanyeje? Tusiitumie. Ni sawa na mtu, hata mchezaji huwa anakuwa na muda wa mazoezi, anafanya mazoezi ili akienda uwanjani akafanyeje? Akaperform vizuri, si ndio? Akafanye vizuri. Hata kama mtu bondia au nani anapojiandaa kwa jambo lolote lile, huanza kwanza mazoezi. Na hata shamba linaandaliwa kwanza ili nini? Ili kupanda, si ndio? Kwa jambo lolote, maandalizi ya jambo lolote ni kwa ajili ya nini? Ya lengo fulani. Yaani Mungu anatupa nguvu ili tuweke malengo ya msimu mpya. Mafuta yale tuliopakwa ni kwa ajili ya malengo ya nini? Ya msimu mpya. Ndio maana nabii hapa Mungu akamwambia wapake mafuta ili waweze kuingia katika msimu mpya wakiwa na nini? Wakiwa na nguvu, au tukiwa na nini? Tukiwa na nguvu. Amen. Lakini sasa si kila lengo Mungu analibariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila lengo Mungu anafanyaje? Analibariki.
Kwa nini si kila lengo Mungu anabariki? Ina maana kwamba kuna malengo ambayo Mungu hatataka kuyasikia, kwa sababu yale malengo labda yana nini nyuma yake. Malengo yale yana hila, lakini tutaona zaidi huko mbele tunavyoenda kufanyaje kusikia. Amen. Tutajaribu kuangalia vipimo viwili vya malengo au lengo Mungu analo libariki. Vipimo viwili tu leo. Amen. Kama Mungu akitupa kibali hizo siku zijazo, tutakwenda kuangalia tena vingine, lakini tuna vipimo viwili ambavyo vitakusaidia wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na litasaidia kanisa, litasaidia kazi ya Mungu. Kipimo cha kwanza, je, lengo lako linampa Mungu utukufu? Je, lengo lako linampa Mungu utukufu? Nilisema kwamba si malengo yote ambayo Mungu anafanyaje anayabariki. Sasa je, lengo lako linampa Mungu utukufu? Ile Korinto 1:10:31 nakumbuka nilivyokuwa ninasema. Kila kitu tunachofanya tufanye kwa nini? Amen. Kwa hiyo kila tunalolifanya, kwa hiyo ina maana hata lile lengo lako lazima liwe na nini? Liwe na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima liwe na nini? Liwe na utukufu Mungu. Unajua inawezekana kwamba umeweka malengo sana mengi mwaka huu. Umeshajiandaa, umeweka malengo ya ada mwaka huu. Umepanga malengo ya biashara. Wale mabinti na vijana kuna waliopanga malengo ya nini? Ya ndoa. Malengo ya masomo. Lakini kikubwa ni kujiuliza, ili lengo langu hili litampa Mungu utukufu? Haya malengo yangu ya kibiashara, haya malengo yangu ya kazi, haya malengo yangu ya kutafuta mchumba au ya kutaka kuolewa kama mchumba tayari unaye, au baraka ile unayo, au kile unachotaka Mungu akubariki, au kile unachokiwaza wewe, je, kinampa Mungu utukufu au Mungu anatukuzwaje kwenye hilo lengo lako? Mungu anafanyaje? Anatukuzwaje? Hilo ndio swali kubwa la kufanyaje, la kujiuliza. Amen. Kwa sababu kila kitu Mungu anataka kimuinue. Hata mama nyumbani, ile kuosha vyombo tu, unajua anaposha vile vyombo anamtukuza Mungu, na shukuru kwa hivi vyombo ulivyonipa. Jana nabii alikuwa ananiambia kuna picha moja aliona kwenye mtandao, mama anamnywesha mtoto wake uji kwa kutumia nini? Mkono. Anaweka uji mkononi anampa. Lakini yule sio kwamba alikuwa amekosa vyombo, hapana. Alikuwa anataka yule, yani ni labda sijui ni utamaduni wao, anamweka alafu anamfinya mtoto pua, ile mtoto anameza haraka. Lakini mimi nilishaendaga katika kijiji fulani zamani, yani wao watoto wale kuwekewa chakula mkononi ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hata vile vyombo Mungu alivyokupa ni jambo la kumtukuza nini? La kumtukuza Mungu. Kila kitu unafanya kwa kumshukuru Mungu. Sawa? Mwanafunzi unaweza ukawa, au mtu aliyoko chuoni ukasoma kwa bidii. Unasoma kwa bidii. Mfanyabiashara anafanya kazi kwa bidii, anatafuta mtaji, anafanya nini? Lakini kikubwa zaidi, hiyo soma yako ya bidii itakujaje kumtukuza Mungu? Amen. Je, unasoma kwa ajili yako au unasoma kwa ajili ya kushindana? Unataka biashara yako ikue, ni kwa ajili ya mashindano au kwa ajili ya wivu? Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo lengo lolote unalolifanya inatakiwa kumtukuza Mungu. Mwanafunzi unataka kufaulu, je, ni kwa ajili ya kushindana na mwenzako tu uone umempita, au kwa ajili ya kushindana na ndugu yako hapo ndani, au kwa ajili ya kushindana na nani? Lengo kubwa unalotakiwa kuwa nalo, je, kile unachokifanya inamtukuza Mungu? Je, Mungu atakibariki? Lazima uwe na lengo ambalo zile sababu zake Mungu atafanyaje? Mungu ataona sababu ya kubariki lengo lako. Amen. Upande wa pili, kipimo cha pili, lengo lako
linachochewa na upendo? Hilo lengo lako, je, linachochewa na upendo? Kama vile nilivyosema hapo juu. Hem, tusomee Wakorintho wa kwanza 16:14. Wakorintho wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 14. Amen. Anasema mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Lile lengo lako, yale malengo yako yatendeke katika nini? Katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawe katika upendo. Mungu abariki malengo yoyote ambaye ndani yake yana wivu. Yaani umeweka lengo kwa sababu unamuonea wivu mtu. Umeweka lengo kwa sababu lengo lako wewe ni kumpita. Hilo lengo sahau kabisa kupata baraka za nani? Za Bwana. Labda tuende kwa wale jamaa wanaitwa nani? Tukakalishwe kwenye vigoda, Kalmanizira au kwa anasema kwa babu. Au labda wale wanaoenda Desemba hii wanajua kuna mahali wanapoendaga kuzitafuta zile. Lakini na mimi ni mmoja wa watu ambao nimepiga vita. Sasa kuna watu wanajua nimepiga vita hiyo vitu. Hebu anyoshe mkono. Anajua nimepiga vita. Mzee usinidanganye. Nitakuuliza swali. Umeona wapi? TV. Mimi nikipiga vita. Bwana siwe sana. Amen. Utadokezwa mahali ambapo watu wameona. Na nimekuwa na mfululizo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo lengo lile lisiwe lengo lenye hila nyuma yake. Lisiwe lengo lenye wivu. Kwamba wewe lengo lako ni kumzidi nani? Ni kumzidi fulani. Lisiwe lengo kwa ajili ya kiburi. Kutaka kuonyesha kiburi, watu wajue kwamba mimi ni nani. Au kutia wengine nini? Kutia wengine hofu. Mungu anabariki malengo yote ambao yana mahusiano mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Malengo ambayo yana nini? Yana mahusiano mazuri. Mvua ni baraka, hata kama mtanisikia kwa shida. Amen. Lakini tunamshukuru Mungu sana. Jipigieni makofi wale tuliotengeneza hapa. Unajua bana, kuna watu ambao kazi ya kanisa ikitokea kwa kweli wanajitoa. Lakini ukiona hivi hapa tungebwagikiwa, si mngesema nabii zile hela amepeleka wapi? Si mngeanza kujiuliza. Hapa si tulikuwa tunasogeza viti. Unajua kwa mfano ukiangalia madhabahu sasa hivi jamaa. Si wiki iliyopita tulisema kwamba tunafanyaje? Tunapamba madhabahu. Ukiingia hivi si unafurahi kabisa. Madhabahu imependeza, si ndio? Unaona kweli lile lengo, hata kama nilitoa shilingi 2 yangu, lengo lile limefanyaje? Limetimia. Kila kitu nilichoambiwa kimefaa. Amen. Kwa hiyo usiwe mtu wa kiburi, kuweka malengo kwa ajili ya kiburi, kwa ajili ya wivu. Mungu abariki kabisa malengo. Anabariki malengo yenye mahusiano. Sio kutumia watu kama ngazi. Yaani wivu wako unakuwa na wivu wa hasira, unaofanya kwamba ni ngazi ya kutaka kufika malengo. Hapana. Hayo malengo Mungu hayabariki kabisa. Amen. Mungu anataka lengo lako liwe na nini? Liwe na upendo. Unasoma kwa ajili ya upendo, kwa ajili ya kuja kusaidia watu, na kubwa zaidi kwa ajili ya utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipengele cha 3. Bajeti yako na nafasi ya Mungu. Bajeti yako na nini? Na nafasi ya Mungu. Hapa sasa nataka tuende. Wengi tumeanza kupanga bajeti, si ndio? Kama nilivyosema pale juu. Wengi tumepanga bajeti kwa ajili ya mambo yetu, labda kwa ajili kwamba sasa hivi mzazi yoyote lazima pale juu kwanza hataki kuaibika mtoto kubaki nyumbani. Kipengele cha kwanza nini? Ni nini? Ada. Yaani kila mtu sasa hivi anakuambia ada. Lakini siku hizi unajua mimi niko kwenye sehemu moja ambao kidogo naangaliaga. Sasa hivi bana, yaani kabla wazazi wengi kula Christmas, asilimia kubwa wameshamalizaga ada. Wazazi jipigieni makofi. Amen. Kwa hiyo unakuta una malengo kadha wa kadha kama ada.
Unakuta mwingine ameweka malengo mwaka huu ya kununua kiwanja. Mwingine anasema nitafanyaje, nitakuwa na malengo mfanya biashara, nikuze mtaji au nifanyeje. Haya malengo ni mazuri, lakini swali ni kwamba je, kwenye hiyo budget Mungu yuko wapi? Yule Mungu unayemuomba abariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule Mungu unayemuomba abariki hivyo vitu unavyotaka vitimie, ambaye yeye ndio first, yani yeye ndio anayekupa. Yani umeweka bajeti yako, lakini yule unayehitaji akusaidie hayupo kwenye nini? Hayupo kwenye budget. Hayupo, yani humweki kwenye budget. Yuko nafasi gani yeye? Huwezi kupanga matumizi ya pesa ambayo unatarajia Mungu akupe, alafu kwenye hiyo orodha ya matumizi yako hujamweka. Bwana asifiwe sana. Yani unakuja hapa, tunaomba, tunasali, Mungu akupe mtaji, Mungu akupe faida, lakini kwenye kile utakachokipata, hata kama umepiga magoti nyumbani mwako unasali, umeenda mlimani unasali, umeenda wapi unasali, unaomba, lakini yeye, yani utakapoorodhesha ile bajeti yako, yule unayetaka akupe hujamweka kwenye nini? Kwenye bajeti. Nzuri sana Hapana. Bwana asifiwe sana. Hongera sana kwa kuweza kujua kwamba hilo halijakaa sawa. Amen. Kwa hiyo kwenye matumizi yako na pesa yako si vizuri, au kwenye bajeti yako, au kwenye msimu ujao, kwenye malengo yako unayoyapanga, kuacha kumweka yule ambaye first unayemuomba, yule ambaye unayetaka afanyeje? Akubariki. Kama lengo lako ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, basi inatakiwa umweke Mungu kwanza. Uhakikishe wewe umeweza kutoa sadaka, umeomba Mungu akurudishe kazini, umeomba Mungu akufanyeje, umekuwa na malengo, umeomba Mungu akupe promotion, akupandishe lengo lolote, lakini lazima ujue hapa kuna sadaka kwa Mungu. Kuna Mungu kwanza, ambaye yeye ndiye anayefanyaje, unayemuomba afanyeje? Akupatie hivyo vitu. Yeye ndiye anayetakiwa awe wa kwanza. Amen. Awe wa nini? Awe wa kwanza. Maana wenyewe wote tunasema bado tutamtumikia Mungu na nini? Na mali zetu, si ndio? Sasa tunaimba hapa utamtumikia Mungu na mali yako. Lakini unapotengeneza ile budget, yeye anakuwa afanyeje? Hayupo. Malengo unayaangalia, unapanga malengo yako ya kifedha, unapanga malengo mazuri sana. Yaani ukikaa hivi unasema aise, kwa kweli Mungu akinipa haya nitamtukuza. Lakini unasema lakini wakati unaandika pale, ukuandika Bwana ukinipa haya, mimi kwanza 1 2 3 fungu la 10 au malimbuko au nitakushukuruje au nitafanyaje, hujaandika. Ina maana kwamba yani lile utalisema wakati unaposali. Sasa kwa sababu pale hapa sinaongea na Mungu, kwa hiyo unataka kumpiga Mungu changala macho, lakini anasema vile alivyoviona ana umuhimu navyo, amevinote down. Lakini sasa inaomba vile ulivyoviandika pale, umeviandika hata kwenye ubao wa nini? Wa moyo wako. Amen. Lakini sasa hivi vingine unakuja kutaandika Mungu kwa kweli ukinisaidia hili nitakutolea sadaka lakini sasa unaangalia Mungu ukinipa watoto wangu wataenda shule vizuri, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Umeishia hapo. Mungu aoni kwamba Bwana nitakufanyia hili, Bwana nitakutendea hili, Bwana sitasahau fungu la 10, Bwana sitasahau sadaka zangu, Bwana sitasahau nini? Malimbuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aoni hayo, si nzuri. Kwa hiyo malengo ya kidunia ni mazuri, unataka kuwa na nyumba nzuri, kuwa na gari, lakini hakikisha hapo umemweka kwanza nani? Mungu. Ukimweka Mungu hapo, hakika na kuhakikishia Mungu atabariki kazi zako. Hakuna kitu ambacho, kwa sababu Mungu ataona kama huyu ameweza kunitanguliza, kwa nini nisimbariki? Kwa hiyo kama ulikuwa unakiweka malengo ambayo umtangulizi Mungu, inatakiwa uingie kwenye toba. Sasa hiyo kazi mimi nitamwachia nani? Nitamwachia nabii. Amen. Hiyo ya kutuingiza kwenye toba kwenye hilo mimi nitamwachia nani? Nitamwachia nabii.
tulipanga bajeti zetu, tulipanga mambo yetu, lakini hatukumfanyaje Mungu? Hatukumweka Mungu wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikuache tu na maswali machache. Amen. Unapojiandaa kutoa sadaka yako ya leo na kumsikiliza nani? Na kumsikiliza nani? Mungu au kumsikiliza nabii? Jiulize maswali haya. Je, malengo niliyoyaandika mwaka ujao yanalenga kunitukuza mimi au kumtukuza Mungu? Ni wewe ndo unajiuliza, sio mimi. Amen. Mimi najiuliza kama mimi na wewe. Hayo malengo yako lengo lako ni kukutukuza wewe au kumtukuza Mungu? Jiulize. Je, budget ulioipanga, unajua kila kitu, hata kazi za mikono yangu ni Mungu amezibariki. Je, ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Ni kwa ajili, kama unajua Mungu amezibariki kila kitu, moyoni unajua, lakini wakati unapokuwa katika hiyo, unajua ni kwa utukufu wako au ni kwa utukufu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maswali ya kuendelea kutafakari. Tunyoshe tu mikono wakati tunapoelekea kumshukuru Mungu. Tunasema Bwana Yesu, ukiweza kusimama utaweza kusimama. Niko mbele zako, ninatangaza siku ya leo kwamba malengo yangu yote na mipango yangu yote ya mwaka ujao itakuwa ni kwa ajili ya utukufu wako. Malengo yangu yote, mipango yangu yote itakuwa ni kwa ajili ya utukufu wao. Ninakataa roho za ubinafsi, nakataa roho za kiburi. Kila nitakachokula, kila nitakachokunywa au kutenda au nitakachofanya ni kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa utukufu wa jina la Yesu. Ninakataa roho ya ubinafsi, ninakataa kiburi, ninakataa kwenda kinyume na mapenzi yako. Bajeti zangu zote, kila kitu chochote kiwe kwa ajili yako. Sasa ninafungua mlango wa moyo. Niko tayari kupokea mwelekeo mpya. Nami kupitia mtumishi wako, mimi ni kondoo wako. Ninasikia sauti yako katika jina la Yesu. Niko tayari kufanya malengo yangu, kufanya malengo yangu na wewe Bwana. Mungu, najua unakwenda kunibariki. Najua unakwenda kunibariki. Nitafanya kazi nyumbani mwako. Amen. Tukae. Tukaeni. Amen. Sasa tuko tayari kumsikiliza mtumishi wa Bwana anapokuja madhabahuni, kwa sababu tumepata neno nzuri la utangulizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata sadaka yako utakapokuja kuitoa leo mbele yake, lengo lake liwe ni kuweka mambo yako mkononi mwa nani? Mkononi mwa Bwana. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Nazareti, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo Bwana